Mambo ni vipi mwanafamilia wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa Bongo Vibe TV kuweza kujuzana yale ya kimichezo ambayo yanazidi kuhappen huko kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, sisi tunakusanya taarifa mbalimbali za kimichezo alafu tunakuja kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV ili mwanamchezo wetu uweze kuhabarika na yale ya kimichezo yanazidi kushika tamati kweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo, tunashuka pale kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani Yanga Sports Club kuweza kuangazia yale yote ya kimichezo yanayoendelea hapo ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Bwana, kama ninavyofahamu, weekend hii hapa ya Februari 15 klabu ya Yanga atakuwepo dimbani kucheza mchezo wao dhidi ya timu ya JS Kabylie kutokea pale nchini Algeria kwenye muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye kundi B. Sasa kwenye kuelekea mchezo huu hapo klabu ya Yanga wao wanahitaji ushindi ili waweze kuondoka na alama 3, na ushindi wenyewe unahitajika angalau klabu ya Yanga waweze kupata mabao 3 ili kuweza kujihakikishia kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, huku akimwombea mpinzani wake wa karibu hapa taizungumzia timu ya FAR Rabat wao waweze kupoteza kwenye mchezo wao mwisho dhidi ya timu ya Al Ahly kutokea pale nchini Misri. Kitokea hivyo, matokeo yakiwa hivyo, bila shaka anaweza kuishuhudia klabu ya Yanga wakiweza kupenya kwenye tundu la sindano na kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ingawa kihesabu unaweza ukaona jambo ni gumu, lakini kwenye mpira vitu hivi huwa vinatokea. Sasa kwenye kuelekea kwenye mchezo huu hapo mapema, kocha mkuu wa timu ya Yanga hapa namzungumzia bwana Pedro Gonçalves, yeye amekushaweza kutangaza kikosi chake cha wanaume 11 ambao watakwenda kupambania alama hizo 3 muhimu ambazo zitaweza kuwasaidia wao kutinga kwenye hatua ya robo finali. Kocha huyo mkuu wa klabu ya Yanga yeye amekushaweza kuweka wazi kikosi chake hicho ambacho kitakwenda kupambania alama hizo 3 muhimu dhidi ya timu ya JS Kabylie, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika Februari 15 pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar, ama Guantanamo kama mashabiki na wapenzi wa timu hii ya Yanga wanavyopenda kuita uwanja huo hapo. Sasa kwenye kuelekea kwenye mchezo huo mimi niko hapa kusogezea moja kwa moja kikosi cha wanaume 11 ambao kocha mkuu wa timu hiyo ya Yanga ameweza kuwatangaza ndio watakao kwenda kuanza kwenye kikosi chake hiko cha kwanza kwenye mchezo dhidi ya timu ya JS Kabylie. Mimi nitakusogezea moja kwa moja hapa mwana michezo wangu ili na wewe uweze kufahamu kikosi cha kwanza ni namna gani ambavyo kocha Pedro atakwenda kuanza kwenye mchezo dhidi ya JS Kabylie ili kuona sasa Yanga wanaondoka vipi na alama 3 muhimu. Lakini kabla sijakusogezea hiki kikosi ili yeye mwana mchezo wangu uweze kukifahamu moja kwa moja, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa alafu bado hauja kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi naomba nikwambie ulikuwa wewe unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana michezo wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni, maana ukishafanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ukifanya hivyo utakaa kuwaza tena utajipatia wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako bama linasalia kuwa jepesi kabisa mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kikosi cha klabu ya Yanga ambacho kitakwenda kupapatuana kwenye kutafuta alama 3 muhimu dhidi ya timu ya JS Kabylie kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, ambapo hapa klabu ya Yanga wanahitaji alama 3 muhimu ili kuweza kujinasua kutoka kwenye hatua ya makundi na kutinga kwenye hatua ya robo finali. Kama nilivyokujuza hapo awali, klabu ya Yanga ili waweze kutinga kwenye hatua ya robo finali wanahitaji waweze kushinda mchezo huu wakiwa na wastani wa mabao takribani 3 na kuendelea, huku akiwaombea njaa wapinzani wao wa karibu kabisa FAR Rabat waweze kufungwa dhidi ya timu ya National Al Ahly ili wao waweze kutinga kwenye hatua
ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa kwenye kuelekea kwenye mchezo huu hapo, klabu ya Yanga safari wameamua waende na slogan yao inayosomeka ya kwamba tutafuzu kwa kishindo. Hii ni slogan ambayo klabu ya Yanga wanatembea nayo kuelekea kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya JS Kabylie, kuhakikisha wanaipa motisha timu yao kwenye kupambana kwa jasho na damu ili waweze kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo ukiangalia namna ambavyo kundi lao lilivyo, bado Yanga na nafasi kwenda kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa bila kukupotezea muda mwana michezo wangu, twende moja kwa moja tukaangazie kikosi cha wanaume 11 ambacho kocha Pedro atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo dhidi ya timu ya JS Kabylie hapo Februari 15 pale kwenye dimba la New Amaan Complex. Kwa upande wa golikipa hapa tegemee kumuona golikipa Djigui Diarra akianza vyema kwenye eneo la milingoti mitatu kwenye klabu hiyo ya Yanga. Kama ninavyofahamu ubora golikipa Djigui Diarra ama sweepers kama wenyewe wanapenda kumuita ama screen protectors, haya yote ni majina ambayo golikipa huyu anaitwa kulingana na ubora wake ambao yuko nao tangu aweze kutua ndani ya kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Kwa hiyo golini pale tegemee kumuona golikipa huyu Djigui Diarra akianza vyema katika lile eneo la goalkeeping kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemee kumuona mchezaji Dickson Job akiendelea kuaminika kwenye eneo hilo la beki nambari 2 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Mohamed Hussein Zimbwe Junior akienda kuzima kwenye ile eneo la beki nambari 3 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini ukiachana na hao wachezaji nilokutajia, lakini kwenye eneo la beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa tegemea kumuona mchezaji Ibrahim Abdullah Baka akishirikiana vema na Bakari Nondo Mwamnyeto akizima eneo la katikati kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tegemea kumuona Mohamed Damaro akiendelea kuaminika kwenye eneo lile la kiungo nambari 6. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tegemea kumuona mchezaji Max Nzengeli akienda kuanza kwenye eneo lile la winga nambari 7 kwenye kikosi hiki. Lakini kwa upande wa mchezaji ama kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Duke Abuya akienda kuzima vizuri katika ile eneo la kiungo nambari 8. Duke Abuya ni miongoni mwa wachezaji ambao anapokuwa uwanjani anakuofa kitu zaidi ya kimoja. Cha kwanza ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kukaba, lakini pia ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kushambulia. Hivyo anaweza akakupa double pivot wakati timu inashambulia kaongeza namba kubwa kwenye eneo la mwisho, lakini wakati timu inashambuliwa anaweza kuongeza namba kubwa katika eneo la ulinzi na kuisaidia timu yake kuzuia vizuri. Sasa kwa upande wa mshambuliaji kinara ama mchezaji nambari 9 hapa tegemea kumuona mchezaji Prince Mpumelelo Dube, mchezaji ambaye amekuwa na bahati zake anapoanza kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga licha kwenye mchezo uliotoka kumalizika dhidi ya timu ya FAR Rabat mchezaji huyu wa kwanza, lakini kwenye mchezo huu tegemea kumuona akianza, kwa maana kwamba uhatari wake uliweza kuonekana mara baada tu ya kuingia kwenye mchezo ule. Aliweza kupiga mashuti takribani 3 lakini kwa bahati mbaya hakuweza kulenga, hakuweza kuzalisha mabao. Sasa tutegemea kumuona Prince Dube akianza kwenye kikosi hiki. Lakini kwa upande wa mshambuliaji ama kiungo nambari 10 hapa tegemea kumuona mchezaji Aaron Okero akienda kuanza katika eneo hilo, na kwa kumalizia kwa upande wa eneo la winga ya kushoto tegemea kumuona mchezaji Pacome Zouzoua akiingia kwenye kikosi hiko cha kwanza cha klabu ya Yanga. Mimi ningekuwa nakusogezea hayo ili naye mwanamchezo wangu uweze